Ndugu viongozi wa dini, waheshimiwa sana viongozi wetu wa dini, tunashukuru kwa dua. Ndugu zetu viongozi wa kamati za ulinzi na usalama, wazee wetu, viongozi wa mila, machifu, kwa niaba ya wazee wa mkoa wa Iringa, wazee wa wilaya ya Mfindi na ndugu wana Mfindi wote, nikitambua na wanahamasa. Mfindi oye! Kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo hapa. Nilikuwa kwenye shughuli ya Mei Mosi jana kule Njombe, na nikasema wakati wa kurudi nitapita niwasalimie wana Mfindi, tukianza na Mfindi Kusini. Na washukuruni sana kwa mapokezi. Tumepita wengine njiani wakitulaki. Na washukuruni sana kwa niaba ya serikali. La pili, niwaletee salamu kutoka kwa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Jana tulikuwa naye kule Njombe, na kwa ajili ya majukumu mengine ya kitaifa amelazimika kurudi kwenda kufanya hizo kazi zingine. Hata hivyo nilimuaga kwamba leo nitakuwa hapa Mfindi, akanituma niwasalimie sana, na akanituma pia niwahakikishie yale aliyoyaahidi wakati wa kampeni na yale ambayo yapo kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yapo kwenye dira 2050 yatakwenda kutekelezwa, na yale ambayo aliyasema kuwa yatekelezwe ndani ya siku 100. Mmeona hapa mkuu wetu wa mkoa amewaambia tayari mkoa umepokea watumishi, wapo wa elimu, wapo wa afya, na hili jambo lilifanyika ndani ya siku 100 kama alivyoahidi wakati wa kampeni. Na mimi niwaambieni, kama alivyosema mbunge wetu hapa, Mheshimiwa Rais amejitambulisha kwa kazi zake kwamba yeye ni mtu wa matokeo. Zamani hatukuzoea kuona miradi ngazi ya halmashauri ikiwa ni miradi ya fedha nyingi kama ambavyo tumeshuhudia katika awamu yake. Kwenye wilaya yenu tu hapa, Mheshimiwa mbunge amekiri, Mheshimiwa Rais amejenga takriban shule 20. Kwa ujumla kwa nchi nzima, Mheshimiwa Rais amejenga shule za sekondari zaidi ya 1,300. Amejenga shule za msingi zaidi ya 2,700. Amejenga shule za amali. Zamani tulikuwa na shule 5 tu za ufundi. Mheshimiwa Rais katika kipindi chake cha miaka 4 amejenga shule za amali 103. Zamani tungali tunasoma tulikuwa tunagombania shule 5 za ufundi. Mheshimiwa Rais amejenga shule za mkondo huo wa ufundi wa engineering shule 29. Nimepita mkoa mmoja kule nikakuta mtoto wa miaka 15 anasoma engineering. Yuko kama mainjinia wale tulikuwa tunakutana nao chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Haya ni mageuzi makubwa ambayo yanaenda kuibadilisha elimu yetu kwenda kwenye ujuzi badala ya kwenda kwenye nadharia. Na haya ni baadhi tu,
lakini yapo mambo mengi yaliyofanyika kwenye sekta ya elimu. Hapa tumetaja tu haya machache. Yapo kwenye elimu ya kati, yapo kwenye elimu ya juu. Hivyo hivyo kwenye afya. Nimeona hapa kwenye taarifa, kwenye karatasi ambazo watu wametoa hoja hapa, nimeona Malangali pale wakisema waongezewe watumishi. Kituo kilishajengwa na ambulance ilishapelekwa. Mheshimiwa Rais amejenga vituo vya afya katika kipindi chake cha takriban miaka 4 kwenda 5, vituo 649. Amejenga hospitali za wilaya 119. Hii ni kazi kubwa. Tulikuwa na zaidi ya wilaya 100 hazina hospitali za wilaya. Ndani ya kipindi cha miaka 4 kwenda 5, Mheshimiwa Rais amejenga kote. Amepeleka vifaa tiba vya kisasa. Ninyi mnakumbuka zamani baadhi ya vifaa vya kiuchunguzi vilikuwa vinapatikana Dar es Salaam tu. Kwa sasa Mheshimiwa Rais akanunua mashini za CT scan 45. Kila mkoa una mashine yake, na zingine mpaka ngazi za halmashauri. Hivyo hivyo na vifaa vingine vya uchunguzi wa kibingwa. Mheshimiwa Rais anaendelea na sekta za uzalishaji. Nimepita pale Njombe nikakuta mradi wa umwagiliaji. Zamani tulikuwa na miradi takriban 13 ikitekelezwa ya miradi ya umwagiliaji. Sasa hivi miradi inayotekelezwa ya umwagiliaji kwa nchi nzima ni zaidi ya 780. Tangu uhuru tulikuwa na ekari 560 za umwagiliaji. Ndani ya kipindi cha miaka 4 sasa imefika 980. Kasoro 20 tukufika milioni 1. Na hii ni miradi ambayo imepelekwa vijijini kwa wananchi wa Tanzania, kubadilisha kipato cha kila siku cha mtu mmoja mmoja. Huku ndiko kuwajengea uwezo wananchi wetu wa Tanzania. Lakini ipo miradi mikubwa ya kimkakati na yenyewe inaendelea. Kwenu nyie mkoa wa Iringa, mnaona nimepita pale uwanja wa ndege nikasema hawa ndugu zetu wametuzidi hata sisi wa Singida ambao tuko karibu na makao makuu. Shughuli kubwa inaendelea na kiwango kikubwa kimekamilika. Ndege zimeshaanza kutua, zitaongeza utalii, lakini pia zitaongeza ufanisi katika shughuli za kila siku za maendeleo. Lakini nimeelezewa pia miradi mingine hapa na Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kazi zilizosalia zinapewa huo ushahidi kwamba kama katika kipindi kilichopita imetekelezwa miradi hii, maana yake kipindi kinachokuja ni kwenda kutekeleza maeneo yaliyosalia. Sasa hivi kwa nchi nzima kila kijiji umeme umeshagusa. Sasa tunaongelea kupeleka kwenye vitongoji. Na hapa Mheshimiwa mbunge ametaja vitongoji ambavyo viko bado. Hiyo ndo kazi inayofuata. Na Mheshimiwa Rais ni champion, ni kiongozi kinara kwenye nishati safi ya kupikia duniani. Maana yake nini? Ni lazima tuwe na hiyo nishati safi ndipo tuweze kuipikia. Maana yake nini? Ni jambo la kipaumbele kwa serikali kwenda kwenye utekelezaji wa usambazaji wa nishati kwenda mpaka ngazi ya familia. Mimi napita kufuatilia utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais. Katiba yetu inasema Mheshimiwa Rais akishatamka, waziri mkuu atatekeleza ama atawezesha jambo ambalo Mheshimiwa Rais ameelekeza litekelezwe ili liweze kutekelezwa. Kwani nakopita pia nasimamia kuhakikisha yale yaliyo Mheshimiwa Rais aliyoahidi na yale ambayo yako kwenye ilani yaweze kutekelezwa. Na niwaambie watendaji wote wa serikali, eneo lolote ambalo Mheshimiwa Rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Msitafute kibali kingine tena. Kama Rais ameelekeza,
Mheshimiwa Rais ameahidi, hayo ni maelekezo. Hakuna mwingine wa kuombwa kibali. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni ya mwisho. Sasa nimepita hapa, nimeelezewa hii habari ya barabara. Nimemsikia mbunge akisema, nimemsikia na mwenyekiti, nimemsikia na mkuu wa mkoa, nimemsikia na chief aliyeongea kwa niaba ya wazee, na Mheshimiwa Rais alitoa ahadi ya kujengwa hii barabara ya Mtwango Nyololo. Meneja wa TANROADS yuko wapi? Unisikilize vizuri. Sitaki majibizano ya barua ya vibali kwenye jambo ambalo rais ameelekeza. Jambo ambalo lipo kwenye ilani na ni ahadi ya rais. Tafuteni mkandarasi kilomita hizi 20 ambazo Mheshimiwa Rais alishazisema. Malizeni kupata mkandarasi. Hivi nikiondoka ndani ya wiki 2 mniambie mmeshampata mkandarasi. Akiahidi mkuu wa mkoa, mnaweza mkajenga hizo mita 200. Ahadi ya rais, mnajengaje mita 200?